Mtazamaji wa kipindi cha Uhima kwa maana ya uhifadhi wa mazingira, tunakuletea kipindi hiki kutoka mkoani Tanga, ambako tutaangazia tathmini ya utekelezaji wa mradi wa suluhisho la ujumuishaji wa misitu na nishati endelevu ya Tungamotaka Tanzania IFBEST, chini ya shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania TFCG. Kwa kuanza, tufahamu kazi ambazo zinatekelezwa kupitia mradi huu wa IFBEST. Hapa tunazungumza na meneja mradi Edward Emil, anaeleza maeneo ambayo mradi huu umetekelezwa mkoani Tanga na ushiriki wa wadau wengine. Kwa hivyo kama mradi pia tumewezesha vijiji takribani katika vijiji 13, takribani vijiji 12 kuandaa mipango hii ya usimamizi shirikisho wa misitu. Pamoja na mambo mengine, mradi umekuwa ukijenga hamasa kwa wananchi kushiriki kamilifu katika masuala ya uhifadhi. Tunafahamu ili jamii hizi ziweze kushiriki sawa, ziweze kushirikiana na mradi sawa, lazima ziwe na uelewa toshelezi wa kwa nini wanapaswa kuhifadhi hizi rasilimali hizi. Kwa hivyo kama mradi tumekuwa na jukumu kubwa katika kipindi cha miaka 2 kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo jamii hizi ambazo zinatoka kwenye maeneo ya misitu ili waweze kusimamia hii rasilimali misitu kwa njia endelevu, kizazi cha sasa kiweze kunufaika, lakini pia na kizazi kijacho nacho kiweze kunufaika. Shughuli nyingine ambayo tumeifanya kama mradi ni kuimarisha mitandao ya kijamii pamoja na asasi hizi zisizo za asasi za kiraia katika kufanya promotion, kufanya uratibishi wa masuala ya uhifadhi wa misitu. Kwa hivyo tumezijengea taasisi hizi au asasi hizi zisizo za kiraia kwa maana ya mitandao. Tuna mitandao ambao tunafanya nayo kazi, inaitwa mitandao ya jamii ya usimamizi wa misitu. Tuna mitandao 3 ambayo tumeijengea uwezo, lakini kwa hivi karibuni tumeunda mtandao mwingine. Kwa hivyo kwa upande huu wa mkoa wa Tanga tuna mitandao 4 ambayo tunafanya nayo kazi ya mbinita. Lengo ni kuhakikisha kwamba mitandao hii inakuwa na uwezo wa kufanya shughuli za uratibishi, kupromote masuala ya uhifadhi, ushiriki wa jamii, lakini pia kwenye kuboresha mazingira. Shughuli nyingine ambayo tumekuwa tukifanya kwa kushirikiana na vijiji ni kuwezesha hii misitu kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Lengo ni kuimarisha usalama wa ile misitu ili isiweze kubadilishwa matumizi ya kirahisi. Mradi huu unatarajiwa kukamilika mwakani. Hebu tuangalie mwaka mmoja uliosalia, nini kitafanyika? Hapa meneja mradi IFBEST Edward Emil anasema kwa kuwa jamii imewezeshwa kuandaa mpango wa usimamizi wa misitu na matumizi bora ya ardhi, ni vema manispaa ambazo mradi unatekelezwa zikatenga bajeti. Kama mradi tumekuwa tukijitahidi kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba mipango hii ambayo tunaitekeleza au tunawezesha jamii kuiandaa, hiyo ni mipango ya matumizi bora ya ardhi, hiyo ni mipango ya usimamizi shirikishi wa misitu, makundi yote muhimu yanashiriki ili mipango hii iweze kutekelezeka kwa ufanisi, lakini pia iweze kuwa endelevu. Kwa hivyo kimsingi tunaweza kusema changamoto kubwa ambazo tumekuwa tukikumbana nazo ni hizo. Tuna changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo kwa kiwango kikubwa pia nayo imekuwa ikiathiri shughuli za kilimo, na wakati mwingine unapokuwa na hali sio nzuri kwenye mashamba kwa maana ya mavuno, ndipo ambapo unakuta uhalifu wa msituni unaongezeka sana, kwa sababu wananchi hao wakati mwingine wanatafuta namna ya kusurvive, na katika hilo unakuta wanaingia kwenye shughuli zisizo rasmi na zisizo endelevu za uvunaji wa misitu kwa ajili ya kupata fedha. Kwa hivyo ni changamoto ambazo tumekuwa tukikumbana nazo, na tumekuwa tukijenga hamasa sasa kwa wananchi kutumia rasilimali hizi kwa njia endelevu, na tukiwapa elimu kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi ili sasa waweze kutumia mbinu bora katika kilimo pamoja na namna nyingine ili waweze kusurvive. Katika huu mwaka ni pamoja na kuweka hamasa kwenye wilaya, kutenga fedha zaidi, kwa sababu uwezeshwaji wa mfadhili utaondoka,
lakini tunatamani kuona yale ambayo tumeanzisha yanakuwa endelevu. Kwa hivyo tumekuwa tukijenga hamasa kwa wilaya kuendelea kuwekeza na kuwa na misitu mingi zaidi ambayo iko chini ya usimamizi shirikishi wa misitu. Na ili jambo hili liweze kutekelezeka, lazima wilaya zitenge fedha na kutoa. Kwa hivyo tunaendelea kujenga hamasa kwa wenzetu, wadau ambao tumekuwa tukishirikiana nao kwa maana ya wilaya, kutenga fedha zaidi kwa ajili ya masuala ya usimamizi shirikishi wa misitu, ili pale ambapo sisi tumeishia wao waweze kuendeleza na mwisho wa siku tuweze kupata matokeo makubwa zaidi. Elida Fundi ni afisa utawala bora na ushawishi mtandao wa jamii wa usimamizi wa misitu Tanzania MJUMITA. Anaeleza jinsi ambavyo jamii imebadilika kupitia mradi huo. Kwanza kabisa ni kuwafanya wananchi waelewe haki zao zinazotokana na kusimamia misitu kwa njia ambayo inaendelevu. Haki hizo ni zinavyotolewa na sera, sheria na miongozo ni ipi. Kwa hiyo la kwanza kabisa tulikuwa tunajaribu kuangalia sera ya misitu inaruhusu wananchi kuweza kutunza maeneo yao pamoja na kuyahifadhi, ambayo tukiangalia moja kwa moja katika sera ya misitu tamko namba 6 ambalo linaruhusu wananchi waweze kushiriki katika usimamizi wa misitu moja kwa moja. Lakini tukaenda pia kwenye sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 ambayo inatoa mwongozo kabisa kwa wananchi kuweza kushiriki kwenye kutenga maeneo yao katika vijiji vyao, wayasimamie, lakini waweze kunufaika nayo kwa kuzalisha mazao ya misitu kwa njia ambayo ni endelevu, kwa njia ambayo inapata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Kwa hiyo hili lilikuwa mojawapo kabisa kuwajengea wananchi waweze kuelewa hizo haki zao. Na kikubwa ambacho tulikuwa tunajengea hasa hawa wana mitandao wa MJUMITA ndio tuliokuwa tuna focus au tunalenga katika kuwajengea uwezo. Na kwa nini tulikuwa tunawalenga wao? Ni ngumu sana kuweza kumfikia mtu mmoja mmoja, lakini kupitia hawa wana mitandao tunaowajengea uwezo, tulikuwa tukinaweza kuwajengea uwezo wanatengeneza mpango kazi. Mpango kazi huo unaainisha shughuli gani wanazotaka kwenda kuzifanya. Moja wapo ya shughuli ilikuwa ni kurudi kwenye maeneo yao. Sasa kuwajengea uwezo nao wananchi wote waweze kuelewa haki na wajibu wao katika kusimamia misitu. Kwa mfano, tunaelewa kabisa shughuli za uzalishaji za misitu, ikiwemo uzalishaji wa mazao kwa njia ambayo ni endelevu, au uzalishaji, tukisema tu uzalishaji wa mazao ya misitu, mara nyingi wanaonufaika unakuta kwamba ni wanaume. Na hiyo ni kwa sababu ya uhalisia ile kazi zenyewe zilizoko katika shughuli za uzalishaji wa mazao misitu, mara nyingi tumeona kama ni ngumu, wanawake hawawezi. Lakini kupitia mradi huu tumejengea uwezo sana wanawake. Wanawake wameweza sasa na wenyewe kuanza kushiriki katika kufanya zile kazi za kuzalisha mazao ya misitu, ikiwemo na wenyewe kushiriki kwenye kuzalisha mkaa kwa njia ambayo ni endelevu, kuzalisha mbao kwa njia ambayo ni endelevu, na wameweza kupata kipato. Kwa ukilinganisha na zamani kabla, wanawake walikuwa hawanufaiki zaidi na rasilimali za misitu zote vijijini kwao. Lakini kupitia mafunzo mbalimbali na mbinu mbalimbali ambazo ni rahisi, ambazo zilikuwa zinawawezesha wenyewe waweze kutekeleza zile shughuli, lakini waweze kupata kipato. Kwa hiyo tumeweza kuona idadi kubwa ya wananchi, hasa wanawake, na wenyewe wameweza kunufaika zaidi na rasilimali za misitu zilizoko katika maeneo yao. Lakini tukija swala lingine, tumewajengea uwezo sana kwenye masuala ya sheria mbalimbali ambazo zinahusu masuala ya usimamizi wa misitu, taratibu na miongozo mbalimbali ya usimamizi wa misitu. Mara nyingi tumeona watu wengi wanafanya makosa au wanafanya uhalifu, wanadai kwamba hawafahamu. Lakini tukaona tuwajengee uwezo, waelewe kama unataka kuvuna ni taratibu au miongozo gani ya kiserikali unatakiwa kuifuata. Kwa hiyo tumewajengea uwezo kwenye hayo masuala, na pia kwenye sheria za nchi zinasemaje kwenye kama unataka kuhifadhi msitu wako, lakini kama unataka kuvuna kwa njia ambayo ni endelevu. Bila shaka mafanikio haya bila ushirikiano yasingepatikana. Hapa Elida
anaeleza. Tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na taasisi za serikali kama kufundisha kuhusu hizi miongozo na taratibu za uvunaji mazao ya misitu. Tumekuwa nikifanya kwa karibu sana na maafisa kutoka wakala wa huduma za misitu ambao wanashughulika moja kwa moja na kitengo cha uvunaji wa mazao ya misitu. Kwa hiyo wao ndio walikuwa tunasaidiana katika kuwafundisha hawa wajumbe wa mtandao walioko katika yale maeneo, na wenyewe wakatoka wakaenda kufundisha wananchi wengine. Kwa hiyo hii imeweza kusaidia sasa hivi uelewa wa sheria na kanuni mbalimbali kuhusu uvunaji umeongezeka sana katika yale maeneo, na wananchi wenyewe wanakiri pamoja na wataalamu wanakiri kabisa kwamba sasa hivi ule uvunaji holela au wizi na uharamia uliokuwa unatokea katika misitu yao umepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hii ni mafanikio. Tunaona tuko katika mwaka wa pili, lakini yale ambayo tulikuwa tunategemea kuyaona tayari tumeanza kuyaona. Kwa hiyo tunachohamasisha kwamba hawa wanaoendelea hii elimu endelee kutolewa zaidi. Tunahamasisha kwamba iendelee kutolewa, wananchi waweze kuhamasishwa na wenyewe waweze kuzitambua hizi sheria, lakini na wazifuate. Viongozi wazitekeleze, tutekeleze zile sheria na tuweze kufanikiwa, kwa sababu ukitekeleza sheria mambo mengine kabisa yote yatakuwa yameenda na tutaweza kufanikiwa vizuri zaidi. Utawala bora ni miongoni mwa mambo muhimu yanayotekelezwa kupitia mradi huu. Kwenye swala la utawala bora, hii utawala bora kwa kweli ni kitu cha muhimu sana. Huwezi kufanikisha shughuli za usimamizi wa misitu bila kuzingatia utawala bora. Kwa hiyo utawala bora ni dhana muhimu sana katika usimamizi shirikishi wa misitu, na mradi umekupa kipaumbele sana katika kufundisha namna ya kuzingatia misingi ya utawala bora katika usimamizi wa misitu. Kwa hiyo tumefundisha vitu vingi, kuanzia katika zile kamati za maliasili, kamati za matumizi bora ya ardhi, lakini na taasisi na wajumbe wa halmashauri ya kijiji wote tumewapa mafunzo kuhusu utawala bora. Sasa hivi tunaona hali imebadilika. Kwanza mikutano mikuu ya vijiji ilikuwa haitishwi. Hiyo ni mojawapo ya utawala bora, kwamba ili wananchi wapate sehemu ya kusemea changamoto wanazozipata lazima kuwepo na mikutano ya vijiji ya mara kwa mara. Sasa hivi tunaona mikutano ya vijiji imeongezeka, wanaitisha mikutano na wananchi wanashiriki na wanatoa dukuduku zao. Lakini kingine pia kwenye swala la uwazi katika mapato na matumizi ya fedha labda zinazotokana na uzalishaji wa mazao kwa njia ambayo inaendelea. Vijiji sasa hivi vina uwezo wa kutoa taarifa za mapato gani ambayo yanapatikana katika kijiji, lakini na matumizi. Kwa hiyo tunazikuta kwamba taarifa hizo zinasomwa kwenye mikutano ya hadhara, lakini pia zinabandikwa kwenye mbao za matangazo, ambacho kitu tunaona kabisa kwamba kila mwananchi anakuwa sasa ana uwezo wa kupata taarifa hizo kwa wakati wote anapozihitaji. Kwa hiyo kuna mambo pia, uwajibikaji umeongezeka. Tunaona watu wanawajibika, wananchi wale wanaotakiwa kusimamia misitu yao wanaenda kusimamia na wanatekeleza sheria. Lakini pale ambapo viongozi wale wanaofanya vibaya, wananchi nao wamepata sehemu ambako wanawasema. Baada ya kuzungumzia manufaa yaliyopatikana kupitia mafunzo ya utawala bora, sasa tuangazie mafanikio yaliyopatikana katika uvunaji endelevu wa misitu katika wilaya ya Kilindi. Hapa tunazungumza na afisa mradi TFCG Peter Mtolo. Anaeleza maana ya uvunaji endelevu, akitolea mfano mkaa endelevu. Tunapozungumzia mpango uvunaji wa mkaa kwa njia endelevu, hii ni dhana ambayo dhana hii imejikita katika kuhakikisha kuwa shughuli za uchomaji wa mkaa zinatumika au zinafanyika kwa kuhakikisha kuwa inalinda mazingira yaliyopo kwenye eneo husika, lakini vile vile inalinda afya ya yule mzalishaji, lakini vile vile katika mnyororo wa matumizi hata ya yule mtumiaji. Dhana hii inaongozwa kwa njia kuwa ni lazima ili tuweze kuhakikisha kuwa kuna uvunaji endelevu wa mkaa kwenye maeneo husika.
Kwanza tunatakiwa tujue mkaa huo unatoka wapi. Kwa hiyo kwenye zana hii tunajikita kuhakikisha kuwa uzalishaji wa mkaa ni lazima ujulikane chanzo cha huo mkaa unaotokana na miti unatoka wapi. Na ili tuweze kufanikiwa kujua unatoka wapi, mamlaka za usimamizi za uvunaji wa mkaa ni muhimu zikashuka kwenye vijiji husika. Na ili kuweza vile vijiji husika kusimamia kikamilifu, ni lazima kutengeneza motisha ambayo itawafanya wao kuona kuwa usimamizi kwenye hizi shughuli unatija kwao. Kwa hiyo kupitia hiyo, shirika la TFCG linasaidia vijiji kutenga misitu ya hifadhi. Na katika kutenga ile misitu ya hifadhi, eneo lilotengwa la msitu wa hifadhi, kwa kuangalia kuwa yale maeneo kuwa yana uwezekano wa kuvunwa mkaa, basi asilimia isiyozidi kati ya 10 hadi 20 inatengwa kwa ajili ya shughuli za uvunaji wa mkaa. Na katika hilo eneo ambalo linatengwa, linaandaliwa vitalu vidogo vidogo vyenye ukubwa wa mita 50 kwa 50. Vile vitalu vidogo vidogo vyenye mita 50 kwa 50 ambavyo vinatengenezwa kwenye msitu mzima kwa kutumia vifaa vya kisasa vya GIS, vinatumika na wachoma mkaa katika kukata miti kwa ajili ya utengenezaji wa mkaa. Katika zoezi hilo ni lazima wanafundishwa namna ya kuchagua miti inayofaa kuvunwa mkaa, kuanzia ukubwa lakini hadi thamani ya ule mti, kulinganisha thamani ya mkaa na wa huo mti na thamani ya huo mtu kwa ajili ya kuchoma mkaa au kuvuna zao lingine la misitu. Ile zao lenye thamani kubwa, kama huo mti una thamani kubwa kuliko mkaa, uache kwa ajili ya matumizi mengine. Lakini vile vile uangalie thamani ya mkaa na thamani ya kutunza ekolojia. Thamani ya ekolojia ni kubwa. Kwa hiyo kama mti wowote ambao unahitajika katika masuala ya ekolojia, kama unatumika una viumbe hai katika kuishi, huo mti unatakiwa uache ili kuhakikisha kuwa vile viumbe hai pale vinaendelea kuishi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kuwa katika uchomaji wa mkaa kwa njia ya kawaida, tunachoma mkaa ambapo asilimia kubwa ya mti, takriban asilimia 90, inageuka kuwa majivu au kuungua. Kwa hiyo mkaa ambao ulitakiwa utoe gunia 20, unawezekana ukatoa gunia 5. Kwa hiyo katika uchomaji wa mkaa kwa njia endelevu, kwanza tunaongeza ufanisi wa yale matanuri ya uchomaji wa mkaa, ambapo hapo sasa jamii inafundishwa matumizi ya matanuri bora ya kichuguu udongo, ambapo matanuri haya yanapunguza au yanahakikisha kuwa ufanisi haupungui asilimia 20 ya kile kitu ambacho kubadilika kwenda kuwa mkaa. Kwa hiyo hizo ni zana. Lakini katika zana nyingine ambayo ni kuongeza motisha, jamii ambayo inasimamia maeneo yale inahusika katika kukusanya mapato, lakini jamii katika eneo pale inahusika katika kuhakikisha kuwa yale mapato yanatumika kwa shughuli nyingine za kimaendeleo. Lakini vile vile, ili kuwa na uendelevu, jamii hii ambayo inajishughulisha na mkaa, kuonekana kuwa mkaa hauwezi kuwasaidia kufanya kila kitu kwenye maisha yao, ni muhimu wakiwa wanafanya hii shughuli ya mkaa iwe ni shughuli ya kiziada. Kwa hiyo wanafundishwa masuala ya ujasiriamali ili kuhakikisha kile kipato kidogo ambacho wanakipata kwenye mkaa wakiwekeze kwenye maeneo mengine ambayo wanaweza wakatumia kwa shughuli nyingine za kimaendeleo ambayo ya kuwaongezea kipato. Tunaamini vikifanyika hivi, misitu itaendelea kuwepo na bioanuwai hizo kuwepo pale zitaendelea kuwepo, na jamii itaendelea kuwa na maendeleo. Kwa kuwa yale maeneo ambayo wanavuna ukaa, kwanza wanafanya miti ya kuchagua, lakini pili, serikali za vijiji zinatakiwa kusaidia kusimamia yale maeneo kuweza kujirejesha kwa kuhakikisha kuwa maoteo yale maeneo yanakuwa yanaota na kukua pasipo kusumbuliwa na vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha uharibifu wa msitu kama vile moto, wanyama na shughuli nyingine za kibinadamu ambazo zitaharibu ukuaji wa msitu kujirejea katika hali yake ya kawaida. Hebu tuangalie mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 2 iliyopita kupitia uvunaji endelevu wa mazao ya misitu. Hadi sasa, kwa kuhakikisha kuwa mifumo kwa kutumia sera, sheria na miongozo ya nchi katika uandaaji wa mpango wa usimamizi shirikishi wa misitu, hadi sasa katika wilaya ya Kilindi
mradi umefanikiwa kusaidia kijiji kimoja ambacho kilikuwa na mpango, lakini mpango wake umeisha muda wake, kufanya marejeo ya ule mpango na kuandaa mpango mpya ambao katika mpango huo wa awali uliopita ulikuwa hauna sehemu au haujaunganishwa na uvunaji endelevu wa mkaa, lakini hadi sasa hivi kijiji hiko kitakuwa na uwezo wa kuvuna mkaa kwa njia endelevu. Lakini kuna vijiji takriban 5 vimewezeshwa kuandaa mpango wa usimamizi shirikishi wa misitu. Vijiji hivi ni vipya, na moja ya mafanikio ambayo tumeyapata hadi sasa ni jumla ya hekta 8,700 zimehifadhiwa kama misitu ya hifadhi ya vijiji, ambao katika misitu hiyo sasa 20% itatumika kwa ajili ya uvunaji wa mkaa kwa njia endelevu. Hadi sasa mipango 3 ya usimamizi shirikishi wa misitu imepitishwa kwenye baraza la madiwani na kufikishwa kwenye Wizara ya Maliasili kupitia idara ya misitu na nyuki kwa ajili ya kupitiwa na kupitiwa upya, na vile vile kuomba baadhi ya nyaraka kwa ajili ya utekelezaji. Na vijiji hivi sasa vinaanza kutekeleza mpango, na kuna baadhi ya vijiji kama Charusane kimeshaanza kufanikiwa kukusanya mapato, ambayo mapato haya yanatokana na uvunaji wa mbao kwa njia endelevu. Kwa mwaka huu wa fedha wa kiserikali ambao unaanza mwezi wa 7 hadi mwezi wa 7 2025, ambao pia utaishia mwezi wa 6 2026, kijiji hadi sasa hivi tunavyozungumza wamekusanya jumla ya shilingi milioni 8 kama mapato yatokanayo na uvunaji wa mbao kwa njia endelevu. Lakini kijiji cha Mkonde ambacho kijiji hiki kimewezeshwa kuuisha mpango wa uvunaji wa mbao, hadi sasa hivi kijiji kimekusanya milioni 13 na laki 337, ambapo fedha hizi zote zimetokana na uvunaji endelevu wa mazao ya misitu. Mafanikio mengine ni utatuzi wa migogoro ya ardhi, ikiwemo ule wa kijiji cha Rusane na Kitingi. Hadi katika moja ambayo jukumu la mradi ambalo tunaliona ili hifadhi zetu, ili misitu iendelee kuwepo, kuna haja kubwa ya kutatua migogoro iliyokuwepo kwenye maeneo ya misitu, lakini vile vile kuwezesha jamii kiuchumi, kwa sababu tunapozungumzia uendelevu wa jambo lolote unahitaji vitu vitatu. Kwanza ni uchumi, pili mazingira, na tatu ni masuala mazima ya kijamii. Kwa mradi moja ya changamoto ya kijamii iliyokuwepo ni migogoro ambayo kati ya kijiji kimoja na kingine kugombana. Kijiji cha Rusane kilikuwa na mgogoro mkubwa ambao ulidumu kwa muda mrefu na kijiji cha mwenzake cha Kitingi, ambapo kwa kupitia mradi huu tumewezesha mgogoro ule kuisha, na vijiji vyote hivi sasa vinaishi kwa kushirikiana. Na tunaona sasa kutokana na hilo kuna maendeleo hata ya kiuhifadhi, ingawa sasa tunaenda kutatua changamoto nyingine ya migogoro ya matumizi ya ndani, yaani kati ya kundi moja na jingine, kusimamia katika kuhakikisha ule mpango wa matumizi bora ya ardhi unatekelezwa ipasavyo. Mradi huu pia umesaidia kubaini rasilimali zilizopo katika maeneo yenye misitu iliyohifadhiwa, ikiwemo aina 90 ya miti. Rasilimali zilizokuwepo kwenye hii misitu, kwenye haya maeneo yenye misitu katika wilaya ya Kilindi, ambapo takribani kwenye maeneo yote hadi sasa hivi tumegundua kuna aina karibia 90 za miti ambayo ipo kwenye hiyo misitu, lakini miti mingine bado inaonekana kwenye baadhi ya maeneo kupatikana kwake ni kwa ugumu. Kwa hiyo inaweza kutusaidia kujipanga, kwanza kusaidia watafiti wengine kujua ni namna gani hii miti inatoweka na kuhusanisha na mabadiliko ya tabia nchi, lakini athari za kutoweka kwa baadhi ya hii miti ambayo inaonekana kuwa kupungua siku hadi siku ina athari gani katika kuhakikisha kuwa bayoanuai katika yale maeneo yale mengine inaendelea kutunzwa. Kwa hiyo hayo ni mambo makuu ambayo tumeyatekeleza kwenye huu mradi kwa muda wa miaka 2, na kwa kusema kweli tunajivunia kwa haya mafanikio. Lakini kikubwa zaidi ambacho pia tunaweza kujivunia ni hali ya kiwilaya sasa kuanza kutaka kuinuka katika kuwekeza kwenye masuala mazima ya uhifadhi wa misitu kwa njia shirikishi, kwani wilaya inaanza kuona kuwa kuna fursa, hasa fursa za vijiji kupata mapato ambayo inapunguza
inapunguza ule msaada na utegemezi wa vijiji kwenye mamlaka ya wilaya katika kupata baadhi ya misaada. Lakini fursa ya hewa ukaa ambao ni fursa kubwa, sasa kupitia usimamizi shirikishi wa misitu, wilaya inaweza ikaongeza fursa ya kujikusanyia mapato yalikuwa mengi zaidi kwa ajili ya maendeleo na shughuli za maendeleo. Kwa hiyo hadi sasa hivi tunaona kuwa kuna mwamko ambapo kuna matamko ya kiwilaya ambayo yanaonyesha kuwa watakuwa na kuongeza chachu ya kutenga fedha za kwenye bajeti zao kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa shughuli za Tunapoelekea kuhitimisha kipindi chetu, tuwasikilize wanakijiji kutoka wilaya ya Kilindi waliopata mafunzo kupitia mradi huu na wale ambao bado hawajaanza kutekeleza mradi katika vijiji vyao lakini wameanza kupatiwa mafunzo. Maana ile mti haivunwi isipokuwa tu inafanyia uharibifu. Na ule uharibifu jinsi ulikuwa unafanyika, kwa mfano kuna kamati ya doria na maliasili ambayo inazungukia kiutaratibu wa kisheria kwamba kwa mwezi mara 4 katika eneo la hifadhi, lakini pengine zaidi ya hapo. Lakini sasa hivi changamoto ilikuwepo kwamba wale maharamia ambao walikuwa wanafanya uharamia wa kuivuna hii miti kipindi cha mchana, sasa hivi hawaendi tu mchana isipokuwa wanatumia nyakati za usiku. Kwa hiyo inaibidi sasa kamati ya maliasili pamoja na doria kufanya doria nyakati za mchana lakini nyakati za usiku, na huwa mara nyingi sasa wanakuwa wanarekodi kwamba leo labda kamati kwa sababu sisi binadamu kuna wengine ambao tunakuwa hatuna ule usiri. Wakishajua kwamba leo kwa mfano kamati imeenda leo doria usiku, basi wao ina maana watahesabu siku ya kwanza, siku ya pili wanakuzungukeni wanaenda kufanya uharamia. Lakini kuna jitihada ambazo tunazozifanya kwamba uharibifu unafanyika kweli, lakini kuna jitihada ambazo tunazozidi kuzifanya kwa ajili ya kulinda huu mti wa mkalamba. Labda changamoto ambazo tunazokumbana nazo sasa hivi ni kwamba doria kwa kuwa tunafanya nyakati za mchana na usiku na zinakuwa inabidi ziwe karibu, kitu ambacho kinatusumbua. Tuna pikipiki moja tu katika kijiji chetu, lakini kamati ule wakati mnapoenda kufanya ile doria mnatakiwa muende watu wengi. Kwa mfano kama ni kipindi cha usiku inabidi muende watu wengi kwa sababu msitu ule tunaulinda kupitia silaha tu za kawaida, hatuna bunduki wala hatuna nini. Lakini tukumbuke kwamba ule ni msitu ambao unakuwa na watu ambao wenye na hisia tofauti. Saa 8 za usiku huko ndani ya msitu unapanga, una fimbo, una kisu, lakini huwezi kujua kwamba yule uliokuwa naye kule ana silaha gani. Kwa hiyo ina maana tunaenda timu. Kwa hiyo ina maana tunapoenda timu kuchukua pikipiki moja kutoka kijijini mpaka mahali hifadhi ya msitu ilipo inakuwa kidogo kuna uchangamoto. Kwa hiyo ina maana pikipiki inaenda pikipiki moja inapeleka labda watu wawili, maana pikipiki zetu tuliokuwa nayo ni ile ya serikali. Kwa hiyo haiwezi kubeba kwa mfano abiria 3, inabeba abiria 2. Kwa hiyo ina maana ataenda dereva atapeleka abiria mmoja atarudi. Kwa hiyo ina maana kama mnataka mwende 8, changamoto ya kurudia njiani na maana gharama inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo changamoto tulikuwa nayo kwanza ni usafiri, tuna pikipiki moja kulinganisha na timu doria ambao wanafanya doria, lakini tuna uhaba wa vifaa kama vya utendaji kazi. Kwa mfano uniform, hatuna gambuti, pamoja na simu, labda simu kamera. Saa nyingine mnaweza mkafika kule mkakuta labda kuna uharibifu, lakini au mkamkamata mhalifu, lakini kama hamna simu kamera ya kumchukulia labda mambo ya ushahidi na nini, saa nyingine inakuwa inatuletea shida wakati jambo lile linapotuhitaji tulipeleke mahakamani. Tuko wilaya ya Kilindi na sisi ni kijiji kinachotegemea, lakini tulikuwa na lengo la kuhifadhi misitu ya asili na tulianzisha muda kidogo, lakini bado zile kanuni za kulinda na kudhibiti ule uharibifu hajaanza rasmi. Lakini toka 2024 mwaka jana tuliwapokea ndugu zetu wa TFD, wametufundisha namna ya kutunza na kuhifadhi misitu yetu, lakini bado wako kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba zile kanuni zinaenda kutimia na kusimamiwa vizuri kama unavyotakiwa kisheria. Kwa hiyo bado misitu yetu hapo tunao, lakini inaendelea kuharibika, inaharibiwa na watu ambao wametokea kwenye vijiji vingine. Kwa hiyo niombe tu TFD pamoja na serikali waweze kumaliza huu utaratibu ya kisheria ya kikanuni ili na sisi tuweze tukahifadhi misitu yetu vizuri kwa manufaa ya wanakijiji, lakini kwa manufaa ya taifa kwa ujumla.
Ni mambo gani ambayo yanafanywa katika msitu ambao unasababisha? Kwa kweli ndugu mtangazaji, mambo yanayofanywa kwenye msitu, watu wanaanzisha mashamba ambao watu hao wametoka kwenye vijiji vingine, sio wanakijiji wenyewe, na wanaanzisha mashamba humo, lakini wengine wanakata nguzo, wanakata miti za ujenzi. Kwa hiyo hayo ndio changamoto ambayo inakabili sasa hivi msitu wetu. Sasa mnadhani tukipata elimu hii itasaidia kwa namna gani? Kwa kweli tukipata elimu hii itatusaidia katika kukabiliana na hayo mambo yanayojitokeza mara kwa mara kwa watu wanaovamia kwenye maeneo hayo kwa ajili ya kuanzishaji ya mashamba mapya, lakini makazi ya kiholela, vile vile na nguzo kwa ajili ya ujenzi. Anzishiwa rasmi, sheria inasemaje? Kwa kweli hayo mambo yatakoma na msitu utaendelea vizuri. Tunafahamu kabila la Kimasai ndio ambao kwa namna moja ama nyingine linashutumiwa kwamba wao kwa uharibifu wa misitu kwa sababu ya kuchunga mifugo yao ambayo huwa haifai sana. Kwa kweli ndugu mtangazaji, sio kweli kwamba sisi wafugaji ni waharibifu wa mazingira. Si kweli, wanasema tu, lakini sisi wenyewe ni wahifadhi. Maana ng'ombe zinakula majani ya chini, hawaangushi mti, hawatoi mbao, hawatoi mazao yanayotokana na msitu, lakini wanakula majani ya chini. Wakati mwingine itawasaidia hata kwenye ile mbolea ya msitu, inapunguza isitokee tena madhara yale ya mlipuko ya moto. Kwa hiyo sisi ni wahifadhi wenyewe, wafugaji ni wahifadhi wa msitu vizuri. Mtazamaji, hapo ndipo tumehitimisha kipindi chetu cha Uhima kwa siku ya leo. Usikose kuungana nasi tena wiki ijayo saa kama hii. Asante na endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata.